Dada yetu Mange Kimambi ameendelea kuzungumza kinachoendelea baina ya nchi ya Marekani na nchi nyinginezo kama nchi ya Irani kwa hivi sasa. Ni kwamba amezungumza na alipata nafasi kuwa katika ubalozi, na huku akijaribu kuzungumza kinachoendelea kwamba waendelee kumwombea na kitakachoweza kujitokeza basi ni Watanzania na hata ulimwengu kote inabidi pia wafahamu na waelewe kwamba lengo la Trump ni kwamba endapo kama kuna nchi itakayoweza kubishana naye na nchi hiyo ikajiona kwamba ina uwezo wa kuweza kuingia katika uwanja wa vita na nchi ya Marekani, basi anaamini kabisa dada yetu Mange Kimambi kwamba huo ndo utakuwa ni mwisho wa dunia. Yanakimaanisha kwamba ile vita kuu ya dunia ni kwamba imekuwa ikichochewa na ikiwa inaandaliwa na Marekani, kwa sababu yeye anachokihitaji kwa hivi sasa ni kusujudiwa na kila nchi, yani ibakie kwamba yeye ni kama ana matawi ya sehemu mbalimbali, lakini anachokitaka mpaka hivi sasa Donald Trump ni kusujudiwa. Na ndo maana nchi ya Iran ilivyokataa makubaliano, basi uadui ndo ukaanzia hapo. Lakini kama Iran ingekuwa imesha kubali makubaliano, basi hata vita ambayo ilikuwa inaendelea baina ya Israel na Iran pengine ingekuwa ni vita ambayo ni ya wao kwa wao, na yeye Marekani asingepata nafasi ya kuingilia wala kutia mdomo. Lakini kwa sababu walichokuwa wamekubaliana kilikuwa kimina tofauti, ndo maana pia akaona kwamba ni sahihi na pia ni jambo ambalo linampa asilimia kubwa ya kuwa na haki ya kuingilia vita hiyo. Na ndo maana pia kwa sasa hivi kwa baadhi ya maeneo mengi na hata baadhi ya nchi ambazo zimekuwa zikijiamini kupitiliza zimeweza kuunga mkono nchi ya Iran, ikiwemo nchi ya Urusi ambayo tunafahamu tukimtoa Marekani, basi kwa hivi sasa nchi ya Urusi imekuwa ni nchi yenye nguvu kuanzia jeshi, silaha na ndege za kivita. Kwa hiyo hapa ndio maana tunasema kwamba ikatokea vita ya Urusi na Marekani ikawa imefanyika na imetokea na mashambulizi yakawa ni ya kweli, yani mashambulizi serious baina ya nchi ya Urusi na nchi ya Marekani, bwana, hapo tuhesabie kabisa kwamba kwa mabomu ya nyuklia lakini pia na silaha na ndege za kivita zitakazoweza kutumika, hapo hatuna budi kusema kwamba yani ile vita kuu ya dunia huenda ikawa inakaribia, yani ukweli utabakia kuwa hivyo. Na ndio maana dada yetu Mange Kimambi ameendelea kuzungumza kwamba tuendelee kumwombea kwamba kiongozi ama rais wa nchi ambao yeye yupo kwa sasa yupo katika wakati mgumu, kwa sababu mwamba amekuwa akichochea na kama akitaka ibilisi aweze kutokea katika mataifa mbalimbali, kwa sababu yeye ndo ameonekana kuwa ni mchochezi wa vita zinazoanza kuonekana kabisa kwa sasa hivi huenda zikajitokeza baina hicho kinachoendelea kwa Iran pamoja na Israel. Je, kwa wewe mdau una lipi la kuzungumza na lipi la kusema? Hii ni Hatboy Media.